Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'alana min ahli sunnati wal jamaa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi hathana bitaa wa ala alihi wa sahbihi ulil huda washajaa, amma ba'd. Langu jina naitwa Ustadh Muallim Ibn Umar. Karibu mtazamaji wa Rapta Channel. Na leo tupo ndani ya Ramadhani ya 13. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moja katika maneno yake kutuhusia sisi ummati wake, anasema dawu mardakum bisadaqa, kwamba tibuni maradhi yenu kwa kutoa sadaka. Pindi utakapotoa sadaka utaweza kutibu maradhi yako. Lakini inahadithiwa kwamba kulikuwa na bwana mmoja ambaye yeye alikuwa ni mwalimu akifundisha katika university moja. Lakini kadri siku zilizokuwa zikienda alikuwa akionekana akidhoofika kihali, kiafya. Mpaka ndugu zake, watu wake wa karibu wakamwambia, wewe unahitajika kwenda kucheki afya yako. Kweli alipoenda kucheki afya ikaonekana kwamba ana tatizo katika moyo. Kwa hiyo inabidi afanyiwe amalian, afanyiwe operation. Basi akawa amemuomba daktari kwamba anamuomba ruhusa arudi nyumbani kwake aweze kwenda kuwaaga familia yake ili arudi kurejea kufanyiwa operation hiyo. Kweli daktari yule akawa amemkubalia, kisha yule bwana akawa amerejea nyumbani kwake. Lakini katika siku iliyofuata baada ya kuwa amesharudi nyumbani, wakati yupo katika tembea zake, mizunguko yake, anasema alimuona kuna mama mmoja nje ya bucha alikuwa akiokota nyama zile ama mafupa yale ya chini yanayotupwa. Kisha yule bwana akawa amestaajabu sana na kwenda kumfuata yule mama na kumwambia, mama, unafanya nini hapa? Yule mama akamwambia, mwanangu, mimi nina mabinti 6 na wote hao wana miezi kama 6 imepita hawajapata kula nyama. Kwa hivyo wananililia mimi. Nilichokifanya mimi ni kuokota yale mifupa ile wanaotupa wale wauza nyama, ili angalau wapate shombo ya ile nyama. Kisha yule bwana machozi akawa amemtoka akatoa fedha na kumwambia yule muuza nyama kwamba mpe mama kilo anazozitaka. Kisha yule bwana akampa nyama kilo anazozitaka, lakini pia yule bwana akawa ameweka oda ya kila siku yule mama kuja kuchukua nyama pale. Kisha yule mama akawa amepiga magoti kwa furaha na kumuombea dua. Yule bwana akarudi nyumbani kwake akiwa na furaha. Lakini siku iliyofuata yule bwana ilikuwa ni siku yake ya kwenda kufanyiwa operation. Alipofika hospitali, kabla ya operation lazima wakupime, akawa amepimwa, lakini tatizo lake halionekani. Alikuwa na tatizo katika moyo, lakini lile tatizo halionekani. Mpaka yule daktari akawa akimuuliza mara mbili kwamba wewe ndiye fulani bin fulani? Yule bwana akisema naam. Mbona tumekupima lakini hauonekani kuwa na tatizo lolote? Kisha daktari akawa amerudia kama mara 3, anampima lakini tatizo halionekani. Mpaka akamuuliza yule bwana, kwani kuna jambo gani ambalo umelifanya? Yule bwana akasema, kuna hadithi ya Bwana Mtume inasema dawu mardakum bisadaqa, kwamba tibuni maradhi yenu kwa kutoa sadaka. Mimi nilichokifanya, nilitoa sadaka, kuna mama niliweza kumsaidia. Inawezekana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia maneno haya Mwenyezi Mungu ameleta shifaa yake. Kwa hivyo ndugu zangu, mpenzi mtazamaji wa Rapta Channel, dawu mardaka bisadaqa, tibu maradhi yako kwa kutoa sadaka. Inawezekana ikawa una maradhi labda ya moyo, ya kisukari, maradhi yoyote vile, lakini ukawa mambo yako hayaendi, kazi hupati, hujaoa au hujaolewa. Tibu maradhi yako kwa kutoa sadaka, kwa maana kwamba pindi unapotoa sadaka hiyo, tia nia yako Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi katika jambo lako lipi. Tibu maradhi yako kwa kutoa sadaka. Na tupo katika mwezi huu wa Ramadhani, mwezi ambao dua ya yule mwenye kufunga haina hijabu, haina kizuizi chochote, ni moja kwa moja inakuwa ni kabuli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaikubali, anaipokea. Kwa hivyo tutumie fursa hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kupitia maneno haya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tutibu maradhi yetu kwa kutoa sadaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu ni miongoni mwa waja wake wenye kusikiliza maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri. Usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia na kushare katika channel yetu hii ya Rapta Channel. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.